Luka mtakatifu sura ile ya 12 mstari wa 22 imeandikwa kusema, akawaambia wanafunzi wake, kwa sababu hiyo nawaambia, msisumbukie maisha yenu, mtakula nini, wala miili yenu mtavaa nini. Kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula, na mwili ni zaidi ya mavazi. Watafakarini kunguru, ya kwamba hawapandi wala hawavuni, hawana ghala wala uchaga, na Mungu huwalisha. Bora ninyi mara nyingi kuliko ndege. 29. Ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa, wala msifanye wasiwasi, maana hayo yote ndiyo wayatafutayo mataifa na duniani, lakini Baba yenu anajua ya kuwa mna haja na hayo. Bali utafuteni ufalme wa Mungu, na hayo mtaongezewa. Mstari wa 31 huo tena, bali utafuteni ufalme wa Mungu na hayo mtaongezewa. Unaona hapa wanavyotuambia hapa, Yesu anavyotuambia. Unaona hapa mwanzoni ameanzia kuanzia mstari wa 22, anawaambia kwamba msisumbukie maisha yenu, mtakula nini, wala miili yenu mtavaa nini. Tusisumbukie maisha yetu kwamba tutakula nini, wala miili yetu tutavaa nini. Mbele hapa anaendelea, maisha ni zaidi ya chakula, ni zaidi ya mavazi. Maisha ni zaidi ya hivi vitu sana sana alivyo tunasumbuka navyo. Ukiona kila mtu kila siku tunaamka tunaenda kwenye utafutaji wa kila siku, tunatafuta riziki kwa ajili ya hivi vitu, chakula, mavazi. Mara nyingi tunatafuta hivyo vitu, tunatafuta watu kula. Kama una familia unatafuta familia ile, kama wewe mwenyewe pia ule, lakini wavae, lakini pia waweze kuishi. Sana sana tunahangaikia hivi vitu, lakini Yesu hapa anatuambia maisha ni zaidi ya hivi vitu, ni zaidi ya chakula, ni zaidi ya mavazi. Sasa alikuwa analenga nini? Alikuwa anataka kutufikirisha nini mimi na wewe? Au alikuwa anataka kuwafikirisha nini wale watu ambao alikuwa akiwaambia haya maneno? Alitaka kuwaambia kwamba watu wasifikirie zaidi kwenye utafutaji wa hizi mali na mahangaiko haya ya kutafuta watakula nini, watavaa nini. Yani wasiconcentrate, yani isiwe ndo focus ya kila siku kutafuta hicho kitu. Kumbe maisha ni zaidi ya hivi vitu. Alitaka kuwatoa kwenye huo mtazamo, maana hata sasa hivi mtazamo ambao tunao wanadamu wengi tulio juu ya uso wa dunia, huwa tunahangaika tule, tuishi basi, tuzae, tujenge, tuwe na utajiri, tuheshimike, basi tufe. Hatujui tukifa tunaenda wapi. Hatufocus. Kwa nini? Yesu alisema hivi kwamba huko kote amesema kwamba waangalie ndege wa angani, hawalimi wala hawavuni, bali anasema kwamba ninyi mtakula mtakunywa nini. Waangalie ndege wa angani, hawalimi wala hawavuni, lakini wanakula kila siku. Hawana magara, lakini wanakula kila siku. Bali utafuteni ufalme wa Mungu na haki. Yani point ilikuwa hapa, huko kote alikuwa anawachangiza, anawatafuta, na tutafuta. Mwisho anatuambia utafuteni ufalme wake, tafuteni ufalme wa Mungu na mengine yote tutaongezewa. Kule kwenye Mathayo 6:33 pale ni utafuteni ufalme wake na haki yake. Yani maana yake hapa tutafute utawala wa Mungu ndani yetu na maisha ya watu na haki yake, na mengine yote tutaongezewa. Yani maana yake ukishapata hivi vitu, utawala wa Mungu ukawa kati yetu, ukawa ndani yetu, mioyoni mwetu, tayari na maisha yetu ya kila siku yatatawaliwa na utawala wa Mungu. Ushatawaliwa na utawala wa Mungu na haki yake. Haya mengine yote ya chakula na mavazi ambayo ndio sasa hivi tunahangaika nayo, ni mengineyo tutaongezewa. Alitaka tufanyeje? Alitaka focus yetu, alitaka akili yetu, alitaka nguvu zetu, alitaka fikira zetu, roho zetu kila wakati ziwe zinawaza namna ya kutafuta ufalme wa Mungu utawale katika maisha yetu, kwa sababu ufalme wa Mungu usipotawala, hatuwezi kuepuka uongo, hatuwezi kuepuka ufisadi, kama Paulo alivyosema, hapa alivyosema katika
Wagalatia, kile kitabu cha Wagalatia, Paulo alivyosema hapa, sema kwamba matendo ya mwili zaidi ni haya, yaani tusipotawaliwa na ufalme wa Mungu na haki ya Mungu, hatuwezi kuepuka haya matendo kirahisi. Hatuwezi kuepuka haya matendo kirahisi tusipotawaliwa na ufalme wa Mungu. Hatuwezi kuyaepuka haya hapa, matendo ya mwili. Matendo ya mwili, matendo ya mwili ndiyo haya. Matendo ya mwili ndiyo haya: ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, urafi na matendo yanayofanana na hayo. Haya matendo huwezi kuyaepuka bila kutawaliwa na ufalme wa Mungu ndani yako, kwa sababu haya matendo yanasababishwa na mifumo inayotawala maisha yetu. Haina uungu, haina ufalme ule wa Mungu ndani yake. Kama hamna ufalme wa Mungu, tayari watu watavurugwa, mitaani utavurugwa. Hamna ufalme wa Mungu, hamna utawala wa Mungu. Ni ngumu sana kushinda dhambi, ni ngumu sana kushinda haya matendo ya mwili, ni ngumu sana. Utaenda ofisini utaiba ili upate chakula na mavazi, kwa sababu ili upate hivyo vitu za ziada lazima mtu mmoja atakuwekea uzibe wa kupata hivyo vitu. Akikuwekea uzibe, lazima utafanya, atakuingiza kwenye hali ya wizi. Utaingia kufanya biashara, mifumo itakwambia lazima utoe rushwa, na wewe lazima ule unywe, lazima ule unywe na uishi. Kwa hiyo hivyo vitu kuvipata, kama hakuna utawala wa Mungu, lazima uingie kwenye dhambi. Na tunavyoenda makanisani huku kila siku, tusipotafuta ufalme wa Mungu, tunajisumbua tu. Hatuwezi kushinda dhambi, hatuwezi kushinda haya matendo ya mwili, kwa sababu tayari mifumo inatawaliwa na utawala wa giza, inatawaliwa na utawala wa mpinga Kristo, wa Shetani, inatawaliwa na utawala wa Shetani tayari. Kama inatawaliwa na utawala wa Shetani, tuko kwenye mateka. Ndio maana hapa akasema utafuteni ufalme wa Mungu, mengine yote mtaongeza. Yaani kila siku, kila mtu angekuwa anawaza kutafuta ufalme wa Mungu, anatafuta namna ya kurejesha ufalme wa Mungu uingie ndani ya mioyo ya watu, ili watu waache kufungia watu, yani kufungia watu maisha. Yani unaingia mitaani kuuza vitu, lazima utoe rushwa, lazima udanganye. Na hivyo haviwezekani bila ufalme wa Mungu kutawala ndani ya mioyo ya watu, kutawala katika mifumo ya kidunia, ya kiulimwengu. Mifumo ya kiulimwengu yote ni ya Ibilisi. Ili sisi ufalme wa Mungu tuulete, lazima tuibadilishe mifumo iliyopo juu ya uso wa dunia hii inayotawaliwa na ufalme wa Ibilisi. Tuibadilishe iwe mifumo inayotawaliwa na ufalme wa Mungu na haki yake, ndipo tutaweza kuvishinda hivi. Bila kuvishinda hivyo, huwezi kuwa mkamilifu, huwezi kuwa mtakatifu, huwezi kuishinda dhambi. Utasema mimi ni bodaboda, mimi naendesha. Ukiingia mitaani kuendesha pikipiki, utachukua hela kwa mwizi aliyeiba sehemu. Wewe utaenda kununua kwenye duka, labda mchele, labda chakula chochote, labda unga. Ukienda kununua, umepeleka hela ya wizi. Huyo na yeye ameingia kwenye hatia ya wizi. Utaenda benki na wenyewe wanaiba, wanakata hela za watu kwa wizi, wanawekea riba. Tayari pale kuna mfumo wa Shetani umeingia humo. Kwa hiyo hakuna mtu unayeweza kushinda dhambi kuwa mkamilifu bila kukonvert utawala uliopo juu ya uso wa dunia hii kuwa utawala wa Mungu. Nadhani umenielewa kidogo. Neema ya Kristo ikawa pamoja nanyi nyote. Nimeishia hapo. Amen.